Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha. Asante sana nyingi kwa wewe ambaye umekuwa ukiendelea kwa mwanafamilia. Nafurahi sana maoni yenu. Watu wengi sana mko mkisuggestion kwamba kuna jambo hili inabidi ongee na mtu fulani, mtafute mtu fulani, na wale pia ambao mko mkitoa maoni yenu kwamba sasa katika kipindi hiki kinafaa kizungumziwe kitu hiki, ama mimi niko sehemu fulani naangalia interview nikiwa Morogoro, naangalia nikiwa labda Dubai, naangalia nikiwa Marekani, London. Yote maoni hayo mimi nayasamini sana. Nyuma ya kamera kama kawaida ipo Riziki bwana, na niko na kakaangu Zungu. Zungu kwema? Lakini kwema kabisa. Mambo vipi? Sasa mambo anasemaje? Mwenyezi Mungu mkubwa na nabaki kuwa mkubwa. Tuko vizuri. Off kwako bongo vizuri? Namshukuru Mungu bwana. Imepita miezi miwili hivi. Mwezi na. Na hongera pia. Mapokezi ile interview alipokelewa vizuri sana. Mungu mkubwa niliona. Kwa nzuri sana. Una fan base kubwa kaka. Tuna fan base kubwa kwa sababu tulitumia 96 link na jambo siliona barua kutoka bodi ya waandishi wa habari Tanzania, ithibati ambayo ndio ina mamlaka na waandishi wote. Ilifanya kikao kizuri. Tukakubaliana sikutumia maneno ya staha, hata kama kero ni kweli ilikuwepo. Neno mpumbavu alikustahili kuwepo. Na mimi nikaomba radhi. Unajua Waswahili wanasema ukiwa na furaha sana au na hasira sana, chunge sana kuzungumza na kutoa maamuzi. Sasa labda mimi nilizungumza nikiwa na hasira sana kulingana na michongo ambayo ilikuwa mbele. So ndicho kilichotokea. Kwa hiyo umeona nimepewa pale onyo kali na bodi, na mimi nimetii. Of course pia tulikuwa na kikao kizuri sana na bodi. Unajua ukiitwa na wale wazee wa ithibati pale posta, unasema sasa leo ndo naikuwa mtukati itakula kwangu, nimeitwa na ithibati kwa sababu ithibati ndo anaamua, ndo anakupa leseni ya kutangaza kwa sababu bila kitambulisho chao. Kwa sheria za Tanzania ili wewe mwandishi unatambulika, hatuhitaji sasa hivi kitambulisho cha chombo chako. Tunahitaji kitambulisho kutoka bodi ya ithibati. Hiyo hata kama kuna sehemu kuna tukio kionyesha kile wewe ni mwandishi popote unaingia. Hicho mimi ndo ninachokitumia hapa mjini katika kazi zangu kwamba ni mwandishi wa habari, natambuliwa na baraza la habari. So kiito pale kwa sababu unajua kuna mawili, nitanyang'anywa itakuwaje, lakini ni kama nilikuwa darasani. Wanipa somo zuri sana bana, mambo yanaenda hivi, tasnia yetu iko hivi na hivi. Na baada ya hapo kweli nikamwambia ni sahihi mlichoniambia, kwa sababu ukisoma journalism wanasema is the industry of knowledge, ni kiwanda cha maarifa. So nilipoenda kwa wazee walinipa maarifa, nikayapokea, nikamwambia basi muungwana kuvuliwa nguo chutama. Neno pumbavu pengine alikustahili yaishe. Kumradhi kwa wanahabari wenzangu na ithibati kwa ujumla, na kama ambavyo waliandika kwenye ile barua So tuona kikao kizuri, nimejifunza, nimeenjoy. Tugeukia sasa haya mengine pia. Kwanza nikupe pole na mimi kiukweli, hata mwenyewe nilivyoona ule ujumbe nikasema Zungu amekuwa ni familia yetu sisi 96. Nikasema sasa endapo tutamkosa sasa nani atatupa madini haya? Kwa swali ambalo hata mimi nilikuwa ninaniumiza kichwa pia. Zungu, una t-shirt ya Traore? Hivyo Traore nalikuwa shujaa. Hii ikoje? Hii ni project yangu nilitoa t-shirt kama 30 za kumsupport Ibrahim Traore kwa kazi nzuri anayoifanya Burkina Faso na kuibrand Afrika duniani, kuonesha Afrika kwa viongozi ambao wana msimamo, wako viongozi ambao wanaweza wakafanya mambo ya taifa kwanza alafu ndo mambo yao baadaye. So ukiangalia falsafa zake, jinsi ambavyo ameitoa Burkina Faso ilipokuwa kwa Blaise Compaoré mpaka hii ya sasa ya Ibrahim Traore, kila mtu atakuwa ni shahidi kwamba huyu ni shujaa wa Afrika. Umri wake pia ana hata miaka 40, ana miaka 30 na anafanya vizuri, lakini pia amenusurika majaribio mengi ya kuuawa. Wanaotaka kumuua hawataki kumuua Traore kwa sababu ni Traore mtu, hapana, kwa sababu wanaogopa falsafa zake zitazidi kuenea Afrika na Afrika itaamka na kujua ule ukuu wa Mwafrika ambao umekuwa ukifichwa siku zote na watu weupe. So kwa sasa huyu ni shujaa wa Afrika. Ndo rais kinara wa Afrika katika kupambana na ukoloni mambo leo. Kwa sababu sasa hivi tuna ukoloni mambo leo. Bado unajua kuna ukoloni, bado wanatukoloni washikaji. Lakini tofauti na ule wa zamani, huu tunauita ukoloni mambo leo. Anajitahidi sana kupambana nao. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni rais wa mfano kabisa, Captain Ibrahim Traore. Niliona juzi
wanasema amefuta vyama vingi nini. Nikaona baadhi wanaharakati wanataka kuruka naye, nikamwambia kwa sasa wananchi wa Burkina Faso hawahitaji vyama vingi, wanahitaji maendeleo. Yani ukimfuata, ukienda pale Wagadugu, ukimuuliza mwananchi wa Burkina Faso kati ya vyama vingi na maendeleo unahitaji nini, atasema maendeleo. Hawahitaji Burkina Faso vyama vingi, kwa sababu vyama vingi wamekuwa navyo miaka na miaka tangu wanatawala Blaise Compaoré. Nchi inanuka rushwa, hawafaidi na rasilimali zao kama madini. Burkina Faso ni moja ya nchi ambayo inazalisha mazao mengi sana, ipo vizuri kwenye kilimo pale Afrika Magharibi, lakini nchi ilikuwa ina njaa. Vyama vingi vipo na watu wanafanya uchaguzi. Kaja Traore, watu wanaanza kufaidika na madini yao. Tunaona hatua mbalimbali, makampuni ya viwanda yanajengwa, hatua kubwa za maendeleo. Alafu unataka tena vyama vingi. Na muunga mkono 100%. Burkina Faso kwa sasa inahitaji maendeleo makubwa na kujikwamua na wananchi wake waendelee kupata faida kuliko hichi kinachoitwa vyama vingi. Yes. Na pengine hasa pengine, lakini ile demokrasia lakini ni mfumo ambao ulikuwepo ndani ya taifa na umejengwa. Demokrasia ni nini? Demokrasia ni nini? Demokrasia ni nini? Na hiyo demokrasia wewe unaihubiri ni wakina nani walioianzisha? Unajua, kwa bahati mbaya sana ni kwamba hichi kinachoitwa demokrasia kimeanzishwa na wale ambao tunawaita ni kutoka magharibi. Zamani sisi wa Afrika tulikuwa tuna utawala wetu, demokrasia yetu ilikuwa ni mfalme ni yule, akifa mfalme huyu anaendelea mfalme mwingine. Walipokuja wenyewe wakatuingizia mavirus yao haya, ndio maana sasa hivi tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Zamani ilikuwa ni ugomvi baina ya falme na falme, kugombea maeneo. Walipokuja wenyewe kutubadilishia falsafa na wakakileta hicho kinachoitwa demokrasia, sasa hivi tunapigana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya kugombania nani awe rais, au kwa sababu ya kungangania mtu fulani aendelee kuwa rais. Lakini zamani tulikuwa hatuna mambo. Kwa hiyo demokrasia inategemea unaitafsiri vipi. Demokrasia ni pamoja na maendeleo, si kuchagua tu. Yes. Na Afrika tulivyo sisi hapa Afrika, hata tuhitaji demokrasia, tunahitaji maendeleo. Kwa sababu demokrasia ni pamoja na maendeleo. Kwa sababu mimi nakueleza ukweli, hii demokrasia tangu imeletwa hapa Afrika ina miaka mingapi na Afrika haijaendelea, iko tu tunapigana demokrasia leo hivi. Tunahitaji maendeleo kuliko demokrasia, kwa sababu demokrasia tumekuwa nayo muda mrefu na hatujaona faida yake katika maendeleo. Kwa Burkina Faso wanahitaji maendeleo kuliko demokrasia, kwa sababu wameishi katika demokrasia chini ya Blaise Compaoré kwa muda mrefu na kupata maendeleo ambayo wanayapata sasa hivi chini ya Ibrahim Traore ambaye amefuta hicho kinachoitwa demokrasia ya mfumo wa vyama vingi. Shirika yake Putin, rais wa Urusi, mwanzo walikuwa wanaiva sana, mikutano kwa ni mingi sana wanakutana, nao hatuoni hiyo kitu sasa hivi. Nini kinachoendelea between kati yao? Hapana, biashara kati ya Burkina Faso na Urusi inaendelea pakubwa. Na Urusi makampuni yake yanaendelea kuwekeza kwa wingi pale Burkina Faso. Maraisi hawakutani kama mimi ninavyokutana na girlfriend wangu ama bosi wangu pale ofisini. Wanakutana kwa ajenda na taratibu maalum. Ukiniambia ataenda lini Moscow, kwa ratiba ninavyoifahamu mimi, uelewa wangu mdogo, nadhani mwaka huu mwezi wa 9 Traore ataenda tena Moscow, kwa sababu kuna mkutano kati ya viongozi wa Afrika pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Mwanzo alikuwa anafanya hivyo kwa sababu ndo kwanza alikuwa anaingia madarakani. Kwa anaingia madarakani, anatoka magharibi kwa Burkina Faso anaenda mashariki kwa kina China na Urusi. So alikuwa anahitaji kukutana na viongozi kama kina Putin kwa ajili ya kuweka mipango sawa, mipango ya maendeleo, mipango ya kumlinda, mipango pia ya kukabiliana na waasi, kwa sababu usisahau moja kati ya tatizo kubwa ambalo linamsumbua Traore pale Burkina Faso ni waasi. Waasi bado wanadhibiti baadhi ya maeneo na jeshi limekuwa likiendelea kupambana.